Bwana asifiwe. Tutasoma kutoka Waefeso 3 kuanzia mstari wa 7 hadi 13. Waefeso 3 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 13. Ninayesoma, jina langu ni Grace Wairire na namsifu Kristo kwa kuniokoa. Tusome. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wa Kristo usiopimika, na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu ni John Kamau. Nimeokoka. Yesu ni Bwana katika moyo wangu. Mimi ni mmoja wa washirika hapa katika Grace Point Church, na ni furaha yangu kuwa nanyi. Tuweze kuangalia neno la Mungu na tuweze kujifunza yale ambayo hii passage inatufunza siku ya leo. Bwana asifiwe. Nimeoa lakini my wife hajakuja. Tulikuwa tunasaidia my sister ambaye yako na watoto watatu. Tuliweza kumsaidia. So anaishi Molo, tukamwambia release watoto wakuja wafanye VBS. So hii wiki tumekuwa wazazi. Kwa hivyo bibi yangu amebaki nyumbani akitayarisha watoto. Lakini aliniambia ata join online. Asante sana Grace kwa kutusomea neno la Mungu. Ni furaha yangu leo kujumuika nasi leo ili tuweze kutafuta uso wa Bwana na pia tusikie kutoka kwake katika hiki kitabu cha Waefeso mlango wa 3, 7 hadi 13. So kazi yangu ya leo itakuwa kujenga msingi ambao ndugu zetu walikuwa wakitusaidia kuelewa ujumbe wa Mungu kutoka hiki kitabu cha Waefeso. Haswa tutaendelea na ile passage ndugu yetu James Tokoti alitusaidia kufafanua Jumapili iliyopita, ambapo alikuwa anaongea kuhusu kutoka hapo mstari wa pili hadi hapo wa 6, na hiyo thought pattern inaendelea hadi hapo 13. Alafu anarudi kueleza kwamba wasikufe moyo. Hapo 13 nasema, basi nawaomba msikate tamaa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu wenu. So somo letu leo tumeipa mada ya mtume wa mataifa. Katika mahubiri yetu ya leo tutakuwa tunaangazia jinsi neema ya Mungu
ilimwezesha Paulo, mtume wa mataifa, kumtumikia Mungu wa mataifa yote. Bwana asifiwe. Tutakuwa pia tunaangalia hekima ya Mungu na jinsi ambavyo ananuia sisi wa mataifa, yani Gentiles, tuijue hiyo hekima yake, na pia tutakuwa tunaangalia jinsi ambavyo sisi watu wa mataifa tunaweza husiana na Mungu kupitia Yesu Kristo. Amen. Kutusaidia kuelewa huu ujumbe, nimejaribu kugawanyisha ujumbe kwa mara mbili. Ya kwanza nimeisema ya kwamba ni neema juu ya mtumishi Paulo na pia hekima ya Mungu. Okay? Ni neema juu ya mtumishi Paulo na pia tutaangalia hekima ya Mungu katika haya maneno ambayo Mungu ametupa leo. Neema juu ya mtumishi Paulo. Katika mstari wa 7 na wa 8, Paulo anatueleza ya kuwa, angalia nami hapo mstari wa 7 na 8, anasema kwamba niliteuliwa kuwa mtumishi kwa injili hii kwa kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa uwezo wake akifanya ndani yangu. Namba moja, niwahubirie watu wa mataifa kuhusu utajiri usiopimika ulio ndani ya Kristo, na namba 2, nieleze kazi wazi ili watu wote waone jinsi siri hii itakavyotelekezwa. Siri hii ilikuwa imefichwa tangu awali kwa Mungu aliyeumba vitu zote. Inasema kwamba niliteuliwa na mtumishi kwa injili hii kwa kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa uwezo wake uliokuwa ukifanya kazi ndani yangu. Niwahubirie watu wa mataifa kuhusu utajiri ulio ndani ya Kristo. Usiopimika ulio ndani ya Kristo, na nieleze wazi wazi ili watu wote waone jinsi siri hii itakavyotelekezwa. Siri hii ilikuwa inafichwa tangu awali kwa Mungu aliyeumba vitu zote. Hivyo tunaona ya kwamba mwito wa Paulo ulikuwa umeelekezwa kwetu sisi mataifa ya nje, yani Gentiles. Tujue ya kwamba Mungu anataka tujue ya kwamba utajiri wa Mungu ulio ndani ya Kristo ni usiopimika. Utajiri wa Mungu ulio ndani ya Kristo ni usiopimika. Bila shaka utajiri huu ni kwamba Wayahudi sio wao pekee waliokuwa urithi wa Mungu. Nilipokuwa nina mchanga, mimi nimezaliwa katika familia kubwa. Babangu na mamangu walitupata watoto 12 na mimi ni mzaliwa wa 7 katika familia hiyo. Nilizaliwa kwa community. Nilikuta ndugu na dada 6 mbele yangu na wengine 4, ikiwemo Charles Chege ni member hapa, na dada ambaye tunasaidia watoto ni wa 6. Okay? Na babangu alikuwa anasema, nyinyi ndio urithi wangu, in the sense sisi kama watoto ndio utajiri wake. Okay? Akisema kwamba yeye akizeeka sisi ndio tutamfanya akuwe tajiri. Okay? Na I think sisi kama Waafrika ili si jambo lipya kusikia mtu akisema, ukipanda huko juu Northern Kenya utasikia ngamia na ng'ombe na mbuzi ndio utajiri wa familia, sio pesa. Okay? Na I think ni hiyo language ambayo imetumika hapa, ikisema kwamba bila shaka utajiri huu si kwamba Wayahudi sio hao pekee waliokuwa urithi wa Mungu, ya kwamba Mungu amerithi mataifa mengi kupita Wayahudi, na sisi ni mmoja wa hao mataifa ambayo Mungu amerithi. Bwana asifiwe. Lengo la pili ambalo Paul alipokea neema hii kubwa inahusiana na lengo la kwanza, na ni kwamba ndani ya Kristo siri imeelezwa wazi wazi
ya kwamba sisi wa mataifa, yani Gentiles, tulikuwa kwa orodha ya wokovu wa Mungu tangu mwanzo. Amen. Tutakuwa kati ya mataifa ambayo mmoja wa waimbaji ambao napenda sana, Sarah K ameimba akasema, mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi, yakisema Bwana, oh Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, ya kwamba mataifa yote yatakusanyika mbele za Mungu, sio tu Wayahudi na sio tu sisi ambao tumekaa hapa katika kikao hiki cha leo, ya kwamba Mungu anataka mataifa yote yamjue, Wakikuyu, Wamasai, Wakamba, Waluya, Wakisii, Wamuyoyaya katika Northern Kenya na wengine, ya kwamba Mungu anataka wawakilishwe hapo katika mbele za Bwana siku ya mwisho. Mada ya pili ambayo Paul ametusaidia amepata neema juu yake ni kutusaidia kujua hekima ya Mungu. Hili wazo la hekima limekaribiana sana na ile mada ya siri iliyo katika Kristo. Sisi wote tunajua ya kwamba hekima huwa na wale watu ambao wanaweza kufumbua mafumbo au pia kufunua siri kubwa. Okay? I think sisi kama wasomi, yule mtu ambaye anaweza kufumbua jambo fiche ndiye anaweza kuelezwa ya kwamba ako na hekima. Okay? Na hapa tunaona ya kwamba sisi wote tunajua ya kwamba hekima huwa na wale watu ambao wanaweza kufumbua mafumbo au pia kufunua siri kubwa. Basi hekima ambayo imeongelewa katika huu mstari wa 10 unaosema, angalia pamoja nami mstari wa 10, inasema ya kwamba yeye alikusudia kwamba sasa kwa njia ya kanisa hekima yote ya Mungu ipate kufahamika kwa mamlaka na nguvu zote katika makao ya mbinguni. Haya mawazo yanapelekana na yale aliyoongea hapo juu katika mstari wa 4 ambapo ndugu Tokoti alitusaidia Jumapili iliyopita. Hapo mstari wa 4 ilikuwa inasema, kwa hiyo mtakaposoma barua hii mtaweza kutambua ufahamu niliopewa kuhusu siri ya Kristo. Sababu kuna siri ya Kristo ambayo Paul anatusaidia kufahamu na kuelewa kwa upana. Tunajua kwamba hekima hii ni ile ya ufahamu kuhusu siri ama mystery ya Kristo. Inasema katika mstari wa 11, inasema hapo, mpango huu ulikuwa sawasawa na mapenzi yake yaliyotimizwa katika Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye tukiwa ndani yake tuna ujasiri na uhakika wa kumkaribia Mungu kwa njia ya imani katika Kristo. Ujasiri na uhakika ni mambo mawili ambayo ni indicators ama viashiria ya kuwa kweli sisi ni watoto wa Mungu daima. Ndugu yangu Bethel alikuwa anatusaidia kujua ya kwamba Wayahudi hawakuwa na shida watu wa mataifa kuingia katika community ama katika kanisa. Walikuwa na shida ya kwamba watu wa mataifa ama Gentiles walikuwa waonekane ya kwamba wao ni kama tu Wayahudi. Okay? Na Paul alikuwa anataka watu wa mataifa wajue ya kwamba pia wao sio second class citizens katika ufalme wa Mungu. Okay? Alikuwa anataka pia wao wajue hata wao ni first class citizens kama Wayahudi. Amen? Yohana alisema katika Yohana wa kwanza 5 mstari wa 13, ninawaandikia kwa watu ambao alikuwa anaandikia na pia sisi sasa,
Alisema, ninawaandikia mambo haya nyinyi mlioamini jina la Mungu, kusudi mjue kuwa mnao uzima wa milele. Alikuwa anataka tukue na hakikisho ya kwamba tunao uzima wa milele na tunaweza kuwa na ujasiri ambapo tunahusiana na Mungu. Mwishowe mtume anarudia lile alilokuwa ametaja katika mwanzo wa mlango huu, kutukumbusha kwamba hiyo ndiyo sababu amefungwa, hapo mstari wa 13. Na hiyo ndio sababu ambayo anateswa, sababu anajaribu kuleta watu wa mataifa wajue Mungu, sababu anakiri ya kwamba kuna siri ambayo Mungu amemsaidia kufafanua, ya kwamba Yesu Kristo alikufa na amefufuka sababu ya mataifa yote yamjue Mungu. Hapo mstari wa 13 nasema, kwa hivyo nawasihi msikate tamaa kutokana na mateso ninayopata kwa ajili yenu. Mateso haya ni utukufu wenu. It's for your glory. Na tujue katika utu wetu wa ndani, in our innermost being, na tujue ya kwamba Mungu alikuwa na kusudio la kututoa katika mauti na kutuleta karibu naye. Tujue ya kwamba mtume huyu wa mataifa Paul, pamoja na mamishonari wengine, walipitia mambo magumu sana, ikiwemo kufungwa korokoroni. Paulo hapa akiandika haya maneno alikuwa katika korokoro, alikuwa anateswa, alikuwa na maumivu mengi, lakini alipitia hayo pamoja na watu wengine ambao mamishonari wengine, na hata kuuawa. Wengine waliuawa ili sisi Gentiles tuweze kujua hii siri iliyofichwa tangu jadi ni gani. Tusiwachie hapo. Tuko na jukumu kama kanisa sasa la kuleta wengine katika familia hii ya Mungu, na tuwaeleze kwa uwazi habari hii njema ya ukombozi wa Mungu wetu. Kama jinsi Paul alivyotumika na Bwana kwa neema yake akakuwa mtumishi wa mataifa, pia sisi tunaweza kuwa kwa neema ya Mungu watumishi wa mataifa. Amen. Tuombe. Kwa sababu hii napiga magoti mbele ya Mungu Baba, aliye baba wa familia ya waamini wote mbinguni na duniani. Namuomba Mungu awaimarishe kwa kuwatia nguvu mioyoni mwenu kwa njia ya Roho wake, kwa kadri ya utajiri na utukufu wake. Na naomba kwamba kwa imani Kristo aendelee kuishi ndani ya mioyo yenu, ili mkiwa mmesimama imara na kujengwa katika upendo, mpate uwezo wa kuelewa pamoja na watu wote wa Mungu upana na urefu na kimo na kina cha upendo wa Kristo, na mpate kufahamu upendo wake huu, ingawa unapita upeo wa maarifa, na hivyo mpate kujazwa kabisa na ukamilifu wa Mungu mwenyewe. Utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayomwomba na kuyawazia, kwa kadri ya nguvu zake inayofanya kazi ndani yetu. Utukufu ni wake katika kanisa na katika Kristo Yesu kwa vizazi vyote milele na milele. Ni asante Mungu kwa kutupa wakati huu kuangalia uaminifu wa mtume wako Paulo, ya kwamba ulimuita na ukampa neema kuwe mtumishi ama mtume kwa mataifa. Tunakuomba ya kwamba utuwezeshe kujua yale ambayo unakusudia tujue katika hili somo la leo. Tusaidie kujua hekima yako. Tusaidie kujua ya kwamba unakusudia mataifa yote ya kujue, na ili siku ya mwisho tuungane pamoja na wengine tukisema holy, holy, holy are you Lord. Ni asante kwa kutupa wakati huu ambao tumeweza kukusanyika kusikia neno lako, na kuomba utuweze kutubariki. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Asanteni.